Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Tunashukuru Mungu kwamba ametuongoza kwa mwezi ambao tumemaliza, mwezi wa 7, na pia tunashukuru Mungu ametuanzisha kwa mwezi mpya, mwezi wa 8. Tunaendelea kuambia Mungu ni asante kwa kila jambo. Jumapili ya leo, na pia natumaini umeshiriki katika misa takatifu, umesali pamoja na Wakristo wenzako, kumtukuza Mungu kwa yote ambayo anazidi kutenda katika maisha ya kila mmoja wetu. Usiwe umeshinda nyumbani bila kushiriki katika misa, sio vizuri. Ni vizuri kushiriki katika misa takatifu, uweze kuunganika na wenzako kusali na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, taifa lake Mwenyezi Mungu. Jumapili ya leo tunaenda kupata somo kutoka Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ni ya 20. Tutasoma mstari wa 1 hadi wa 9. Baada ya muda, majeshi ya Moabu na Amoni pamoja na baadhi ya Wameuni waliivamia Yuda. Watu kadhaa walikuja wakamwambia Mfalme Yehoshafati, jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edomu, ng'ambo ya bahari ya chumvi. Tayari wamekwisha teka Hasason Tamari. Hili ni jina lingine la Engedi. Yehoshafati akashikwa na woga, akamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Akatangaza watu wote nchini Yuda wafunge. Watu wakaja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda, wakakusanyika ili kumwomba Mwenyezi Mungu awasaidie. Yehoshafati akasimama katikati ya kusanyiko la watu wa Yuda na Yerusalemu, mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Akaomba kwa sauti akisema, Ee Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zetu, wewe ndiwe Mungu uliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Ni wewe, Ee Mungu wetu, uliye wafukuza wenyeji wa nchi hii wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii. Ukawapa wazawa wa Abrahamu rafiki yako iwe yao milele. Nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako, wakijua kwamba wakipatwa na maafa yoyote, vita, maradhi mabaya au njaa,
basi watakuja na kusimama mbele ya nyumba hii, mbele yako, wakulilie katika shida zao, nawe utawasikiliza na kuwaokoa. Sasa watu wa Amoni, Moabu na wa mlima Seiri, ambao hukuwaruhusu babu zetu washambulie nchi zao walipotoka Misri, wakapitia kando kando wasiwaangamize. Tazama jinsi wanavyotulipa. Wanakuja kututoa katika nchi yako uliyotupa iwe mali yetu. Neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Jumapili ya leo, mada yetu ni Mungu wa babu zetu unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Mungu wa babu zetu unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Mungu wa babu zetu unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena, kwamba huyu Mungu wa babu zetu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, anao uwezo na nguvu. Huyu ndio Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Huyu ndio Mungu aliyeondoa Waisraeli utumwani. Huyu ndio Mungu aliyegawa bahari. Huyu ndio Mungu aliyesimamisha mwezi. Yoshua akapambana na maadui. Huyu ndio Mungu ambaye ni Alfa na Omega. Kila kitu kinatoka kwake, kinarudi kwake. Yeye ndio mwanzo na mwisho. Ako na uwezo na mamlaka. Ako na uwezo na nini? Na mamlaka. Hakuna Mungu mwingine tunaoangalia, ni yeye. Mungu wa babu zetu. Unaposikia mtu akisema Mungu wa babu zetu, ni kwamba kuna connection kati yake na Mwenyezi Mungu. Kuna uhusiano fulani ambao ulishaundwa, kwamba sio Mungu mgeni, ni Mungu ambaye babu zetu walimwabudu. Ni Mungu ambaye babu zetu walimwabudu. Kwa hivyo hata ninapomwabudu mimi sijakosea. Hata ninapomwabudu mimi sijafanya nini? Sijakosea. Sijaleta miungu mingine.
ninaendeleza ibada ambayo babu zetu walifanya na ikawaletea ushindi. Ni Mungu ambaye babu yetu Abrahamu alifanya covenant na yeye. Alifanya maagano na yeye. Alifanya maagano na yeye. Huyu Mungu ako na uwezo na nguvu. Jamani, kwenye akili zako, angalia hata vile ulimwengu uko. Uwezo wote na nguvu zote ziko kwa mikono za Mungu. Hata watu wajidai na science, wengine wajidai hawapendi Mungu, hawamtambui Mungu, lakini unapoangalia hata ulimwengu unajua kwamba kuna nani? Kuna Mungu ambaye ako na uwezo na nguvu, ambaye ana direct kila jambo. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna Mungu. Huyu Mungu ni Mungu. Haijalishi unamkubali, unamkataa, unasema mimi sitaki mambo ya Mungu, haijalishi kwa vyovyote vile. Mungu anabaki kuwa nani? Mungu katika maisha yetu. Nabaki akituongoza, nabaki akiongoza ulimwengu mzima. Tutaendelea kumwabudu kwa sababu ni yeye mwenye uwezo na nguvu. Yeye mwenye uwezo na nguvu. Hatuna Mungu mwingine wa kuangalia. Sisi tunaangalia kwa Mungu. Tunaangalia kwa Jesus. Neno la Mungu linasema wala hakuna awezaye kukupinga. Wewe ambaye unanisikiliza, jua kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kupinga mapenzi ya Mungu, kupinga kila ambacho Mungu ameamua juu ya ulimwengu, juu ya maisha yako, maisha yangu, maisha yetu. Hata watu wa kudharau, hata watu wa kupinge, hata watu wasema hawakutaki, kila ambacho Mungu ameamua juu yako lazima kifanyike. Hakuna atakayeweza kukupinga. Mungu kupitia kwa njia zake atafanya iwezekane. Kwa hivyo mtu yeyote asikutishie maisha. Mtu yeyote asikutishie nini? Maisha. Asitake kukuhangaisha kwa vyovyote vile, kwa sababu kila ambacho Mungu ameamua juu ya maisha yako ndio hicho kitafanyika. Tumsifu Yesu Kristo. Kila ambacho Mungu ameamua juu ya maisha yako ndio hicho kitafanya nini? Kitatendeka. Hakuna anayeweza kupinga Mwenyezi Mungu. Kumbuka, mapenzi ya Mungu ni sisi tunayatekeleza kupitia kwa mwanadamu. Ndio maana Mungu anaweza chagua mtu, wewe ama nyinyi hamumtaki, lakini Mungu amemsimika. Hakuna cha mtafanya.
Mungu anaweza pea mtu promotion kazini kwenyu hata kama mtaki, ni yeye. Mungu anaweza inua padri mahali ampe huduma nini na nini, mambo mengi katika mikono, hata kama mpendi, ni yeye. Hakuna chenye utafanya. Mumsingizia maneno, mumharibia jina, mumchafulie heshima yake, unapoteza tu wakati, kwa sababu hakuna awezaye kupinga nani? Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hata unapofanya sala zako, sali ukisema hivi: Mungu, yale ambayo umepanga juu ya maisha yangu yakatimie, kwa sababu ninaamini kwamba hakuna mtu ambaye anayeweza kupinga mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu. Unapoamini hivyo, unaposali na kuamini hivyo, utapata Mungu atakuongoza. Inakuwa umesimama with the high conviction kwamba Mungu atakutendea, na kile ambacho Mungu ameamua juu ya maisha yako kinaenda kutimia. Hakuna mwanadamu ambaye ataharibu kile ambacho Mungu amekupangia. Hakuna the negating force, ile nguvu ya kuja kupinga, ile nguvu ya kuja kusumbua kile ambacho Mungu ameinua katika maisha yako, nguvu ya upinzani, kwamba Mungu amepangia mtu kitu fulani na sisi tunataka kupinga. Yaani hapo tunaharibu, ama unaharibu muda wako, energy yako, resources zako, kwa sababu hata ujaribu kupinga, hata ujaribu kuongea mbaya, hata ujaribu kufanya nini, kwa sababu Mungu amekianoint, amemwanoint huyo mtu, amemwekea mkono hicho kitu. Mungu amekiwekea mkono, hata utake kupinga hautaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Hautaweza. Hautaweza hata kidogo. Kwa hivyo tunasema kwamba Mungu wa babu zetu unao uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kukupinga. Soma Biblia, angalia maisha yetu ya kila siku. Mtu ambaye anataka kuinuka kupinga Mungu ni shetani, na hakuna siku shetani ameshinda. Shetani alishashindwa na anaendelea kushindwa, na hatawahi kushinda hata siku moja, kwa sababu shetani ndio huwa anataka kupinga kila ambaye kazi ya Mungu. Mungu amechagua huyu, Mungu anataka hivi. Mungu anataka hivi, na shetani anataka kuingilia mambo yake, na anakutumia wewe kutaka kuja kupinga Mungu. Utaumia bure. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna watu wameumia, kuna watu wengine ni wagonjwa, kuna watu wengine sijui maisha iko aje. Kwa sababu gani? Kwa sababu waliinuka kupinga Mungu, waliinuka kupinga kazi ya Mungu, waliinuka kupinga yale ambayo Mungu alikuwa amepanga. Na jambo la kufurahisha ni kwamba hata waliinuka wakapinga, lakini bado hilo jambo liliendelea, lakini wakaumia. Wengine wako na magonjwa, wako chini. Wengine mambo yao ilisambaratika hivyo. Kwa sababu gani? Ya kuinua mdomo yao, wa kuinua maisha yao kwa kutaka kupinga kila ambacho Mungu ameanzisha katika maisha ya wanadamu, katika maisha ya watoto wake. Maana Mungu
ambaye ni Mungu huanzisha mambo mengi katika maisha yetu. Mungu ambaye ni Mungu hutenda mambo mengi katika maisha ya kila mmoja wetu. Na sasa jinsi anavyotenda haya mambo yote katika maisha yetu ni sharti tu yatimie. Mungu anayetenda mambo makubwa katika maisha yetu lazima tuyafanye nini? Yatimie. Kwa hivyo hata siku moja usiaifikiria kupinga Mwenyezi Mungu. Pengine unafikiria uko na fedha, uko na ushawishi mkubwa, pengine unaona unajuana na watu wengi, au unafikiria sijui una command crowd, unafanya nini? Hauwezi kupinga mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na Mungu ndio mapenzi yake yatimie, hahitaji formula ya mwanadamu. Kumbuka ni Mungu ambaye anatengeneza njia pasipo na njia. Ni Mungu ambaye hata kwenye desert anafungua maji. Ni Mungu ambaye hata kule ambako vitu havifanani, Mungu mwenyewe ama requirements ndio kitu fulani ifanyike, Mungu mwenyewe hufanya nini? Hutenda. Mungu mwenyewe hupanga vitu na hufanyika jinsi anavyotaka yeye mwenyewe. Wakati Mungu aliumba ulimwengu ulikuwa wapi? Wakati alikuumba wewe ulikuwa wapi? Sasa hizi ndio unaanza kuweka kierere, kuinuka, kupinga ati hakuna Mungu. Ati hii sio mapenzi ya Mungu. Mungu hata hawezi chagua hii. Nani alikuambia? Nani alikuambia? Mbona hakuchagua wewe? Mbona hakuamua kutumia wewe? Mbona hakuchagua kutumia wewe? Kwa hivyo hata siku moja usiipoteza muda wako kuinuka kutaka kumpinga Mwenyezi Mungu, kukubali shetani akutumie kupinga Mwenyezi Mungu. Hautashinda na pia utajipata mahali pabaya. Ndio maana kuna watu wanaumia saa hizi kwa sababu waliinuka na nia moja ya kutaka kupinga Mwenyezi Mungu. Mimi wanasema walikubali shetani awatumie katika kupinga Mwenyezi Mungu. Walikubali wenyewe. Vile walikubali wenyewe
basi wakakipokea wenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba Mungu wa babu zetu ana uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kumpinga. Kile ambacho Mungu amesema juu ya maisha yako ndio hicho kinafanyika. Kile ambacho Mwenyezi Mungu ametenda, ametamka katika maisha yako ndio kile ambacho nafanya kitafanyika. Kwa hivyo usiogope, wanadamu wasikutishie maisha, watu wasikuangaishe kwa vyovyote vile. Hata wakiongea mbaya juu ya maisha yako, jua kwamba hawawezi wakabadilisha kile ambacho Mungu amepanga juu ya maisha yako. Tumsifu Yesu Kristo. Na watu wanatumia nguvu nyingi, wanawezataka kupinga fedha zao, nguvu za uchawi, laana, ushawishi. Watu wanaweza amua tu kuongea mbaya kukuhusu, kukuharibia jina. Wanaweza amua tu hata wasione mambo mazuri ambayo wanatenda. Wanaweza amua tu wamefanya mambo mazuri, lakini wameamua tu waongee mbaya kuhusu maisha yako. Wanaweza amua kukuchukia tu bure bila shida yote. Usijali, hata mahali pako pa kazi watu wanainuka tu wanakuchukia bure, unashangaa niliwakosea nini? Hawataki kusikia umepata ka promotion, hawataki kusikia umeongezewa ka mshahara, hawataki wakiona jina lako limekuja kwa list ya watu ambao wanaenda kwenye field, wanaenda trip ya kikazi, wanajua kuna ka allowance utapata, watang'ang'ana hata watoe jina lako hapo. Wakiona kampuni kwenye mikono zako unaiongoza vizuri, watakutafutia tu hila, watakutafutia tu makosa. Watakutafutia hila, watakutafutia makosa ili uonekane wewe ni mtu mbaya, uonekane hujui kazi. Watakushtaki, watakupeleka hata kotini with the false accusations. Watalipa watu waongee mbaya, watoe ushahidi wa uongo juu ya maisha yako. Nia yao moja tu ni kupinga kile ambacho Mungu alishaweka katika mikononi mwako. Ndio utapata mtu anakuja anatoa ushahidi wa uongo. Unapata mtu atakuja aongea mambo tu yenye hata haina msimamo kukuhusu. Kwa sababu amelipwa, kwa sababu watu wameinuka tu kukuharibia. Wataandika anonymous letters, anonymous emails, kwa sababu ni uongo, ili wasije, hawawezi kusimama waseme iko hivi na hivi. Wataficha sura zao, ati wanatoa ushahidi, ficha sura yangu. Watu waache kutudanganya. Ni kutaka tu kupinga
mapenzi ya Mungu, kupinga Mwenyezi Mungu. Lakini nimewaambia kaa ukijua kwamba hakuna awezaye kumpinga nani? Mwenyezi Mungu. Mungu akishachagua mtu, Mungu akishafanya kitu, Mungu ni hivyo, finished. Upende huyo mtu, usimpende, Mungu ashamchagua. Mpende, usimpende, ufanye nini, uweke chuki na wivu, Mungu alishamaliza mambo yake. Kwenye hii somo letu leo tunaambiwa baada ya muda majeshi ya Moabu na Amoni pamoja na baadhi ya Wameuni waliivamia Yuda. Katika maisha yetu tumevamiwa. Unaposikia kuvamiwa ni kwamba haukuwa umejipanga na of course huwezi jipanga kwamba ninajipanga adui sasa anaweza kuja. Hapana, adui anakuja wakati usijejua. Adui anakuja kwako wakati utarajii. Adui anakuja kwako wakati hutarajii. Wakati ulikuwa tu kwa shughuli zako, adui anafanya nini? Anakushambulia. Watu kadhaa walikuja wakamwambia Mfalme Yehoshafati, jeshi kubwa limekuja kukushambulia kutoka Edomu ng'ambo ya bahari ya chumvi. Tayari wamekwisha teka Hasason Tamari. Yaani tayari adui amekushambulia. Angalia katika maisha yako. Tayari adui amekushambulia wapi? Ameshambulia watoto wako na nyumba yako na magonjwa. Ameshambulia na ufukara, nguvu za giza, vitu zinanyonga watu kwa nyumba. Hakuna amani kwa ndoa. Ameingilia mume wako, ameingilia mke wako. Uaminifu kwa ndoa hauko. Ameingilia biashara zako. Umeingilia afya yako, magonjwa ndio inakutesa. Hauna afya mzuri. Tayari adui ameingia. Kwa hivyo unaposikiliza hili somo, angalia katika maisha yako, ni wapi pale tayari adui ashashambulia. Ukichunguza na kuangalia maisha yako, utaona the different areas ambazo tayari adui amefanya nini? Amekushambulia. Unapoziona hizo hatua, hizo areas, kuna jinsi tukifuata mfano wa Yehoshafati, kuna jinsi tutafanya.
kwa sababu huyu adui ambaye amekuja katika maisha yako amekuja kukuangamiza. Adui hakuji kukutengenezea maisha. Adui anakuja kukuangamiza. Adui anakuja kukumaliza. Adui anakuja kumaliza maisha yako. Na hujajipangia. Kwa mfano hata angalia jinsi magonjwa yanavyoingia katika nyumba zetu. Haukuangi umepanga next week watoto wangu wakuwe wagonjwa na malaria, hiyo wiki ingine mimi kichwa iniume. Ukuangi, sio kitu ya kupangia. Adui anaingia tu hivyo na magonjwa na kufanya nini? Na kukushambulia. Kwa hivyo tayari adui ameshaingia katika maeneo yetu. Tayari adui ameshaingia na kuanza kutuvuruga, kutuchanganya na kutuharibia maisha. Tayari adui amefanya nini? Ameanza. Tumsifu Yesu Kristo. Unapoambiwa, unapoona kwamba adui ameingia katika eneo langu, unafanya nini? Na ningeomba tujifunze kwa Yehoshafati. Yehoshafati akashikwa na uoga. Ni kawaida. Unapoambiwa tayari adui ameingia katika eneo lako, huwezi kosa kuwa na uoga. Utakuwa na uoga kwa sababu unajua huyu adui amekuja kuniangamiza. Alishikwa na uoga, akamwomba Mwenyezi Mungu amuongoze. Jamani, unaposhambuliwa usianze nayo kurusha makombora zako ujui na ujiulize Mungu ufanye nini. Jifunze kwa Yehoshafati, aliomba Mungu muongoze. Mungu nifanye nini ili hatua zote ambazo naenda kuchukua ziwe zinaongozwa na Mwenyezi Mungu. Ili hatua zote ambazo naenda kuchukua ziwe zinaongozwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Je, wakati unapata changamoto, wakati unasikia umeshambuliwa, je, unamwomba Mungu mwongozo? Je, unamwomba Mungu mwongozo kwamba Mungu niongoze nifanye aje kwenye hili? Kumwomba Mungu mwongozo ni kwamba ni kuingia kwenye sala. Maana kupitia kwa njia ya sala tunaweza kuzungumza na Mwenyezi Mungu. Kupitia kwa njia ya sala tunazungumza na Kristo. Kupitia kwa njia ya sala
kupitia kwa njia ya sala tunaweza kuomba Mungu atuongoze. Kwa hivyo mimi na wewe tudumu katika sala, tutumie silaha ya sala kuzungumza na Mungu, kutaka kujua tufanye aje wakati tunaona kwamba tuko kwenye hatari, tumeshambuliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeshambuliwa. Akatangaza watu wote nchini Yuda wafunge. Kwa hivyo wakati tunashambuliwa kama nchi, kama familia, kama mtu, kama kanisa, kama jumuiya, wakati tunaona tumeshambuliwa na unapouliza Mwenyezi Mungu, ni vizuri kushirikisha watu wengine, tuweze kusali pamoja, tuweze kufunga na kusali pamoja. Tunapojinyima na kuchukua muda wote ambao tuko nao, tunauweka katika sala, ni jambo la umuhimu sana kwamba we pray as a community. Tunamlilia Mwenyezi Mungu kama jamii, tunamlilia Mwenyezi Mungu kama parokia, tunamlilia Mwenyezi Mungu kama familia, kama kikundi cha sala. Tunamlilia Mwenyezi Mungu kama kikundi cha nini? Cha sala. Kama kikundi cha sala. Jamani, kuna nguvu katika kufunga. Jinyime kidogo kwa ajili ya the higher good. Unajinyima kwa ajili ya mambo makubwa. Kwa hivyo tunaposema tunafunga tusali kama familia, kama jamii, kama parokia zinatengeneza novena, wanasali wakiombea parish, wakiombea miradi ya parokia, wakiombea mambo mengi katika parish. Tusichukulie kama mchezo, kwa sababu tunaposali hivyo, tunapomwitisha Mungu hivyo, anasikia na anajibu. Kwa hivyo hata wewe peke yako kuwa na mazoea ya kufunga na kusali. Tumsifu Yesu Kristo.
Watu wakaja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda, wakakusanyika ili kumwomba Mwenyezi Mungu awasaidie. Watu wamekusanyika kusali, kumwomba Mungu ili Mungu afanye nini? Awasaidie. Tumsifu Yesu Kristo. Ili Mungu awasaidie. Yoshafati akasimama katikati ya kusanyiko la watu wa Yuda na Yerusalemu mbele ya ua mpya wa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Akaomba kwa sauti akisema, sikiliza hii sala ya jinsi Yoshafati alivyoomba. Mwenyezi Mungu, Mungu wangu, Mungu wa babu zetu, tayari ametafuta connection. Mungu wa babu zetu, kwa hivyo huyu sio Mungu mpya. Tunaendelea kusali Mungu ambaye babu zetu walisali na walimwabudu. Kwa hivyo hatujaleta miungu zingine. Wewe ndiye Mungu aliye mbinguni. Wewe unazitawala falme zote duniani. Kwa hivyo hakuna mfalme mwingine, ni yeye tu. Then naendelea kusema una uwezo na nguvu. Mungu ako na uwezo na nguvu. Kwa hivyo kwa sababu ako na uwezo na nguvu, hata hili ambalo liko mbele yetu, ambalo liko mbele yako, atalitatua. Atalitatua. Ako na uwezo na nguvu, wala hakuna awezaye kumpinga. Kwa inamaanisha Yehoshafati wako convinced, hata kama adui washaingia kwenye eneo letu, tunaporipoti hii kesi kwa Mwenyezi Mungu, Mungu anaenda kuimaliza na anaenda kutupa breakthrough. Mungu anaenda kutupa nini? Breakthrough. Ni wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii wakati watu wako Israeli walipoingia katika nchi hii, ukawapa wazao wa Abrahamu rafiki yako iwe yao milele. Kwa hivyo Mungu sio mara yako ya kwanza kupigana, ulishapigana na hii shamba ulikabidhi watoto wako. Kwa hivyo ni haki yetu halali. Hatujaibia mtu, hatujamnyang'anya mtu. Hatujamnyang'anya mtu. Nao wamekaa humu na kukujengea hekalu kwa heshima ya jina lako, kwamba wamekujengea hekalu kwa heshima ya jina lako, mahali pa kuabudia.
walijenga wakijua kwamba wakipatwa na maafa yoyote, hii hekalu hapa mahali pa kuabudia walijenga wakijua kwamba wakipatwa na maafa yoyote, vita, maradhi mabaya au njaa, basi watakuja na kusimama mbele ya nyumba hii, mbele yako, wakulilie katika shida zao, nawe utawasikiliza na kuwaokoa. Kwamba kwenye shamba uliwapea walitengeneza mahali pa kuabudia, walikujengea mahali pa kuabudia, na wanaamini kwamba wakikumbwa na chochote kibaya, vita, magonjwa, njaa, aina yote, kitu yote kibaya, watakuja hapa, wataomba na utawasikiliza. Kwa hivyo tumekuja, umesikia tumeshashambuliwa, tumekuja, tunaomba ututetee. Tumekuja, tunaomba ukatuondolee hiyo mabaya. Tunaomba ukatutetee. Maisha yetu iko hatarini. Hatutatoka mbele yako bure. Tunajua unaenda kushughulika na mahitaji yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaenda kushughulika na mahitaji yetu. Kule ambako tumeshambuliwa, kule ambako tumepigwa vita, kule ambako mwovu shetani ameingia katika maisha yetu, vile tumekuja kwake Mwenyezi Mungu, Mungu anaenda kutuondolea. Mungu anaenda kutuondolea na kutuweka vizuri. Mungu anaenda kutuondolea na kutuweka vizuri. Hakuna cha kuogopa. Tuko kwa Mungu ambaye ana nguvu na uwezo na hakuna anayeweza kumpinga. Baadaye akawaripoti sasa watu wa Amoni, Moabu na wa Mlima Seiri ambao hukuwaruhusu babu zetu washambulie nchi zao walipotoka Misri, wakapitia kando kando wasiwaangamize. Tazama jinsi wanavyotulipa. Watu ambao babu zetu hawakuwakosea, watu ambao hata sisi hatujawakosea, ndio wanatushambulia. Watu ambao tumewatakia mema, watu ambao tunawatakia nini? Mema. Tumewatakia mema, ndio hao wanatugeuka na kutushambulia. Tumsifu Yesu Kristo. Hata katika maisha yetu, watu wanaotupiga vita, watu wanaotushambulia ni watu ambao tumesaidia katika maisha, ni watu ambao hata hatuna neno mbaya na wao, hata hatuwapangii kitu chochote kibaya. Ni wenyewe wanainuka na kutaka kuanzisha vita na sisi. Ni wenyewe wanainuka na kuja kutuangamiza. Ni wenyewe wanainuka na kutaka kuja kutusumbua katika maisha. Kwa hivyo tunawaleta kwako. Neno la Mungu linaendelea kukusema, kusoma mstari wa 12, nasema wewe ndiwe Mungu wetu, waadhibu, kwani sisi hatuna uwezo wowote mbele ya jeshi kubwa kama hili linalotujia. Hatujui la kufanya, ila tunatazamia msaada kutoka kwako. Mungu, sisi hatujui la kufanya,
Msaada wetu unatoka kwako. Msaada wetu unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Wewe waadhibu, Mungu angalia katika maisha ya wote ambao wanasikiliza somo, kule ambako wameshambuliwa, kule ambako adui ameingia, wewe mwenyewe kaadhibu hao maadui. Wewe mwenyewe kawaendee. Sisi hatuna uwezo, tutetee. Tumsifu Yesu Kristo. Kilichofuata ni nini? Baada ya hiyo sala, wanaume wote wa Yuda pamoja na wake zao na watoto wao walikuwa wamesimama hapo mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndipo Roho wa Mwenyezi Mungu akamjia mmoja wa Walawi aliyekuwa hapo, jina lake Yahazieli mwana wa Zekaria, mwana wa Benaya, mwana wa Yeieli, mwana wa Matania, wa ukoo wa Asafu. Yahazieli akasema, sikilizeni watu wa Yuda na wakazi wa Yerusalemu na mfalme Yehoshafati. Mwenyezi Mungu awaambie hivi, msiogope wala msihangaike kwa sababu ya jeshi hili kubwa. Vita hivi si vyenu bali ni vya Mungu. Usihangaike kwa sababu ya jeshi kubwa. Hivi vita sio vyako bali ni vya nani? Vya Mwenyezi Mungu. Sasa ona nguvu ya sala, nguvu ya kufunga, nguvu ya kuenda kanisani na kupeleka watesi wetu, washambulizi wetu kwa Mwenyezi Mungu. Sasa vita inageuka, inakuwa sio vyetu tena, ni vya nani? Vya Mwenyezi Mungu. Na kama vita ni vya Mwenyezi Mungu, tujue we are assured of victory. Tuko sure. Kwa nini? Kwa ushindi, victory tutapata. Kwa hivyo tusiogope, tumtumainie huyu Mungu, atatusaidia, atatupa ushindi kwenye vita vyote ambavyo tunapitia ndani, atatupa ushindi. Kwa hivyo kila mmoja wetu angalia vita ambavyo unapitia, mashambulizi ambayo unapitia, yaweke katika mikono za Kristo, na utaona jinsi atakavyokushindania, utaona jinsi atakavyokufanya nini? Kutetea. Yehoshafati Mungu alimshindania na akashinda vita. Tumsifu Yesu Kristo. Alishinda. Ukisoma hiyo sura ya 20 kuanzia mstari wa 22 inasema hivi: wakati walipoanza kuimba na kusifu, Mwenyezi Mungu aliwavuruga akili wanajeshi wa Amoni, Moabu na wa mlima Seiri waliokuja kupigana na Yuda. Mungu na akavuruge watu na wakawachanganye wote ambao wanakuja kukupiga vita wewe, na wanajeshi hao wakashindwa. Watu wa Amoni na wa Moabu wakawashambulia wenyeji wa mlima Seiri na kuwaangamiza kabisa. Baada ya kuwaangamiza, wakazi wa mlima Seiri wakaanza kushambuliana wao kwa wao, wakaangamizana. Na usikize sasa. Jeshi la Yuda lilipofika penye mnara wa ulinzi huko jangwani, waliangalia upande wa maadui, wakaona maiti zimetapakaa kila mahali. Hakuna mtu yeyote aliyenusurika. Utakapoangalia upande wa maadui na kutangazia ushindi, upate wameuana wenyewe kwa wenyewe, upate wamemalizana wenyewe kwa wenyewe, ili wote waliokuwa nakaa na kupangia mambo mabaya wageukane tu kwa wenyewe kwa wenyewe.
wamalizane huko wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu hujawaambia wakupiga vita, hujawaambia chochote. Kwa hivyo sisi tufanye namna gani? Mtumainie Mungu, kwa mtu wa kusali, jua kwamba unaposhambuliwa, uliza Mungu mwongozo ili Mungu akupe cha kufanya. Anapokupa cha kufanya, kifuate, kafanye kweli. Utaona tofauti kubwa katika maisha yako. Mtu wa sala, mtu ambao kufunga, mtu wa kumsikiliza Mungu. Vita ambavyo unapigana, acha kung'ang'ana nazo, mkabidhi Mwenyezi Mungu, sio vita vyako. Sio vita zako, ni vita za nani? Za Mwenyezi Mungu. Na kwa vile ni vita za Mungu, wache mwenyewe apigane jinsi anavyotaka kukupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa Jumapili ya leo. Nakushukuru kwa huu mwezi mpya, mwezi wa 8. Nashukuru hata kwa mwezi ambao umepita, mwezi wa 7. Huu mwezi wa 8 na uweke katika mikono zake Mwenyezi Mungu, kwamba Mungu ukatuongoze. Mungu kaongoze watoto wako. Kaongoze watoto wako. Katutumie Roho wako Mtakatifu, Roho Mtakatifu ambaye ataondoa uoga ndani yetu, hata wakati tunashambuliwa na maadui, wakati watu wanaingia katika eneo zetu kutushambulia. Mungu, huyo Roho Mtakatifu akatuongoza na kutupa ujasiri wa kukumbuka kukuomba, ili ukatupe mwongozo katika changamoto za maisha yetu, ili ukatupe mwelekeo tuweze kujua tutafanya nini katika changamoto ambazo tunakutana nazo, au katika mashambulizi na watu ambao wamekuja kutushambulia katika maisha yetu. Mungu, sisi kama watoto wako tunapitia vita mingi. Tumeshambuliwa kule kazini, kwenye huduma tunapigwa vita. Watu wanatutafuta kwa vyovyote vile, kutaka kutuangamiza, kutaka kutuharibia maisha. Tayari washaanza mashambulizi, washaanza kutufanyia vitu vibaya. Mungu, tutetee. Mungu, tupiganie. Mungu, tufungulie njia. Tufungulie njia. Wote ambao wanatupiga vita, Mungu, kawawekee confusion, wachanganyikiwe. Hii vita tumekabidhi, pambana na wao Mwenyezi Mungu, wakachanganyikiwe, waachane na sisi, ili na sisi tusonga mbele vizuri, tukutumikie, tufanye kazi yako. Kwa hivyo Kristo, vita vyetu vyote kwenye watoto wetu, mahali petu pa kazi, katika maisha kule ambako watu hawatutaki tu, wanatuchukia, wanatufanyia vitu vibaya, Mungu kaingilie kati na kutuweka huru. Mungu kaingilie kati na kutupigania. Tupiganie na utupiganie kabisa. Watu wa nia mbaya juu ya maisha yetu wasije wakafaulu kokote. Na Mungu, yote ambayo umetupangia katika maisha, yote ambayo umetuwekea katika maisha yetu yaweze kutimia. Yakatimie na yakatimie kweli. Najua watu wanainuka kupinga, watu wanainuka kuongea mbaya, watu wanainuka wanasikia vibaya kwamba umetubariki na unatutumia kwa njia kubwa.
Kuna watu wanatusikilia wivu na kutusikilia mbaya. Naomba tu Mungu wewe mwenyewe katutetee. Kule ambako tulikuwa tumekata tamaa kwa sababu ya vita, kwa sababu ya kupigwa vita, Mungu tuondolee hiyo, tusikate tamaa, tuendelee mbele. Hii vita vyote sisi tunakabidhi katika mikononi mwako, we mwenyewe ukatupiganie. Katupiganie. Mungu, ondoa ndani yetu woga, tusiogope, maana hii vita ni vyako. Hii vita ni wewe Mungu ambao unapigana, na wewe Mungu haushindwi. Mungu haushindwi. Kwa maana tunajua Mungu haushindwi, unaenda kutukabidhi ushindi, na utatukabidhi ushindi mkubwa kabisa. Mungu, tutamukie muujiza wako, jinsi ulivyoweka muujiza mkubwa juu ya Yehoshafati. Alishinda hata kama hakupigana mahali popote, kwa sababu vita ni vyako, jeshi la mbinguni ni lako. Naomba ukadeploy jeshi la mbinguni katika maisha yetu, likafagia yeyote ambaye anatupinga, yeyote ambaye anakupinga, anatupinga kwa kupinga yale ambayo umeweka ndani yetu. Kutana na mahitaji yetu ya kimwili na kiroho. Tuko na mahitaji mengi ambayo tunaombea. Mungu kajibu. Jibu na ujibu kweli, ili yote ambayo tutakuwa naomba waweza kupata kweli. Natangaza surprise miracles juu ya maisha yetu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombezi yake. Mama Bikira Maria, endelea kutuombea, naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana na watakieni Jumapili njema na pia mwezi wa baraka huu, mwezi wa 8. Mungu awalinde na Mungu azidi kuwabariki. Ni Father Aga. Tumsifu Yesu Kristo.